Kwa harakati zangu za kutafuta siri ya mafanikio, nilipatana na mzae mwingine hapo hivyo, mzae kabisa, lakini ni mzae ako kitu 90 to 80, sikumuuliza miaka yake, lakini nikaamua huyu najua hawezi kuwa na ile ya kufisha siri. Nikimuuliza kwa unyenyekevu anaweza nipatia siri ni gani. Mtu wako well up kabisa, yani mtu wealthy, ni mtu yani ukimwangalia mtu yani Sonko. Lakini vile nilipata hiyo bahati nikasema oh my goodness, si nimuulize siri ya mafanikio nini, kwa sababu mimi nimwambie nimejaribu, nimeng'ang'ana, imeshindikana, kwa sababu nikitafuta na mambo ya kwangu mazee haingiani. Nikamuuliza baba, wewe naona ukiwa kijana uliweza kujipanga vizuri kabisa, na nikiangalia tu na macho yangu na nikifikiria kwa undani kabisa naona wewe mwenyewe ni Sonko kupindukia. Ulifanya nini ukafika hapa? Unajua msee alinianzia na hii, kijana, usiwahi kibizana na kila kitu unaona ni kizuri na kinaweza tengeneza maisha yako, kwa sababu utakuta una lose kila kitu. Venye alianzia mimi mwenyewe nikatanganyikiwa, nikamuuliza unamaanisha nini babu? Mimi nahitaji maisha mazuri, nikuwe na pesa, yani ni feel niko na kila kitu na maisha ya kwangu inasonga vizuri kabisa. Mzae akaniangalia kwa macho, tunaangaliana, akaniangalia kwa macho, katika mimi mwenyewe nikaanzia kuwa shy kidogo. Mzae akanijibu, the more unakibizana na kila kitu, the more unajipoteza wewe mwenyewe. The more unakibizana na kila kitu, the more unajipoteza tena. Unasikia? Si eti napoteza kila kitu, the more mimi mwenyewe najipoteza. Nikafikiria kwa undani kabisa, nikamshow kama sitakibizana na everything, naona maisha ya kwangu haitakuwa iko fiti, na nitawezaje kupata success? Ndakuwaje success kama sitaweza kukibizana na kila kitu? Mzee tena akaniambia, kijana, unajua ile kitu watu wengi hawajui ni hii, unafaa kufocus on becoming better on what you are doing, not having more. Nafaa kukibizana na kuwa mtu mzuri kwa ile kitu nafanya, nifanye vizuri kuliko venye nilifanya jana. Nikaanzia kuladanisha kidogo, kwa sababu unajua sina hiyo upewa uelewa kama yeye, na yeye ameona mingi. Nikachanganyikiwa kidogo, nikamuuliza what about the success? Nitaipataje? Kwa sababu mimi nataka kuwa yale mtu successful, nikuwe na maisha mazuri, nikianzia kulea watoto wangu, yani pia niko fiti kama venye naona watu wako ni watu wakubwa, wako na magari kubwa kubwa. Kaniambia usiangalie magari itajileta yenyewe. Lakini ile jibu alinipatia ikanichanganya kabisa. Alinijibu hivi, success comes quietly to people who stop learning after it. At success inakuja kwa ukimya kabisa, kwa wale watu hawakibizani nayo. Lakini kumbuka pale mbele aliniambiaje, ile kitu nafanya nising'ang'anie kupata mingi, niifanye perfectly. Success nayo itakuja quietly to people who stop learning after it. Sikuweza kuielewa vizuri kabisa, lakini kama uko na ujaja venye unza niambia, nijajerushi hapo hivyo kwa comment. Ni baya.